Neno la leo. Kuna vitu vinaanza kwa ukimya. Hakuna makofi, hakuna watu wengi, hakuna matokeo ya haraka. Na hapo ndipo wengi hukata tamaa. Lakini neno la Mungu linasema katika Zekaria 4 mstari wa 10, kwa maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Watu wanaweza kuona udogo, Mungu anaona uaminifu. Mbegu ni ndogo, lakini ndani yake kuna msitu. Yesu alianza katika hori la wanyama, hakukuwa na jumba la kifalme, lakini ndani ya ule mwanzo mdogo kulikuwa na uokovu wa ulimwengu. Usidharau mahali ulipo sasa. Huenda hakuna anayekuona, lakini Mungu anaona machozi yako, jitihada zako na uaminifu wako. Mwanzo mdogo si ishara ya kushindwa, ni ishara ya mchakato. Tafakari kwa kina. Je, unaona udogo wa leo au unaamini kusudi linalokuwa kimya kimya ndani yake? Maombi. Baba, katika jina la Yesu, namwombea anayesikia ujumbe huu. Kama ameanza kwa udogo na anahisi kukata tamaa, naomba umpe macho ya kuona kama unavyoona. Mpe uaminifu katika mambo madogo. Mpe subira katika mchakato na umtie nguvu ajue kwamba mwanzo wake hauzuii kusudi lako. Katika jina la Yesu, amina. Swali la mwisho: ni hatua gani ndogo unaweza kuendelea nayo leo ukijua kwamba Mungu yuko ndani ya mwanzo wako?